Na katika kipindi hiki kama mnavyofahamu, mara nyingi kunaibuka migogoro mbalimbali kwenye masuala ya kimiliki. Unakuta msanii mmoja anashindana na msanii mwingine au kampuni nyingine na kadhalika. Hii migogoro inajitokeza ndani kwa maana ya Watanzania, lakini sasa inakwenda mpaka nje ya mipaka. Kwa hiyo KOSOTA ndani ya kipindi hiki imekusanya migogoro 136 ndani ya miaka minne. Migogoro 136 ni mingi, lakini kwetu sisi tunasema ni mingi ya kujifunza, kwa sababu utakaposuluhisha mgogoro wa kwanza na watu wakafahamu kilichofanyika, imesaidia watu wengine kujifunza na kuhakikisha wanafuatilia haki zao, lakini kuhakikisha pia kwamba wanasaini mikataba ambayo inawalinda sasa na miaka 50 baada ya vifo vyao, kwa sababu haki miliki inakulinda leo na miaka 50 baada ya wewe kufariki. Kwa hiyo wengi wameanza kuweka mikataba yao vizuri na wengi wameendelea kunufaika kupitia mikataba hiyo. Katika migogoro 136 ambayo ilipokelewa KOSOTA, migogoro 118 ilifanywa kazi ndani ya hii miaka minne na ilikamilika. Migogoro 10 kati ya hiyo haikuweza kukamilika kwa sababu wanaodaiana hawakuweza kuridhiana. Kwa hiyo ilikwenda mahakamani na baada ya hapo kesi zinaendelea, lakini migogoro 8 kati ya hiyo bado iko katika hatua tofauti ambayo bado inafanywa kazi na Ofisi ya Kimiliki Tanzania. Lakini mbali na hizo kuna kuwepo na kesi mbalimbali ambazo wadau wetu wanakuwa wamezifungua katika mahakama mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama wataalamu, sisi kama wasimamizi wa haki miliki 6, lakini hatujasema muziki ni mingapi na uigizaji mingapi. Ni kweli sijagawanyisha, lakini kwa takwimu za haraka muziki zinaongoza, kwa maana ya migogoro kwenye upande wa muziki iko mingi zaidi.